Binafsi leo natamani niseme na watumishi mlioitwa na mnaotumika mpaka sasa. Zimekuwepo tetesi na maneno haswa juu ya watumishi wa Mungu wanaolisimamia kundi. Kwa maneno tu ya wanadamu wakisema kwamba watumishi wa Mungu wameingia kwenye huduma kwa ajili ya kutafuta fedha. Lakini siamini sana, na kama ingelikuwa kwamba watu wanaingia ili kutafuta fedha kwenye huduma, basi mpaka sasa asingelikuwepo mtu anayetumika kwenye huduma. Wengine wanapoona watumishi wa Mungu udhania labda ni kwa sababu labda maisha yamekuwa magumu. Mwingine anasema basi kwa kuwa umeingia kwenye utumishi, angalau utakuwa ukipata chochote kitu na huenda ukabadilisha maisha yako. Kwa hiyo mtazamo wa watu huona kwamba watumishi ama wachungaji tunaingia kwenye utumishi kwa ajili ya kutafuta fedha. Lakini sivyo ilivyo kabisa. Na kwenye utumishi hakuna fedha. Ila zipo baraka za Bwana. Wapo watu ambao kiukweli wameingia kwenye huduma wakitargeti pia fedha, na hao ndio tunawaona wanapoingia hawamalizi muda wanarudi nyuma na kuacha utumishi. Kwa nini? Kwa sababu wao target zao ilikuwa ni fedha. Yeyote anayeingia kwenye utumishi akilenga apate fedha hataweza kuendelea na utumishi, kwa sababu kwenye utumishi hakuna fedha. Kwenye utumishi kuna baraka za Mungu. Baraka za Mungu zinakuja kwa wakati Mungu anaoutaka. Unaweza ukaingia kwenye huduma ukitarget fedha usizipate. Lakini pia unaweza ukaingia